Habari, karibu katika channel yetu ya afya. Leo tunakwenda kuzungumzia tatizo linaloweza kuwa hatari kubwa kwa maisha au kwa afya yako. Bakteria kwenye damu au bacteremia au septicemia. Hali hii inaweza kuanza kwa maambukizi madogo mwilini, lakini ikishindwa kudhibitiwa inaweza kusababisha septicemia, yani hali hatari zaidi. Katika video hii tutachambua chanzo cha bakteria kwenye damu, vipimo vinavyoweza kugundua tatizo hili na njia ya kuzuia ili kuepuka madhara makubwa zaidi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia bacteremia ni nini au bakteria kwenye damu ni nini. Hii ni hali ya bakteria kuingia katika mfumo wa damu. Mara nyingi ni ya muda mfupi, yani transit. Mfano, baada ya upasuaji mdogo au baada ya ugonjwa fulani wa bakteria. Lakini ikiwa haikupatiwa dawa, inaweza kuendelewa na kusababisha madhara makubwa. Inaweza kusababisha shinikizo la damu, kushuka kwa kiharusi, kushuka kwa pressure kiharusi, kuharibika kwa viungo, kifo muda mwingine kinaweza pia kikatokea kutokana na changamoto hii. Tuanze kuangalia chanzo cha bakteria kwenye damu. Kwanza ni maambukizi ya bakteria ndani ya mwili. Mfano, pneumonia, maambukizi ya mfumo wa upumuaji. Bakteria kutoka kwenye mapafu wanaweza kuingia kwenye mfumo wa damu. Lakini pia maambukizi ya mfumo wa mkojo, mfano UTI. Maambukizi sugu yanaweza kupelekea maambukizi sugu ya figo na kibofu, lakini pia yanaweza kusababisha bakteria kuingia katika mfumo wa damu. Lakini pia kwenye ngozi ni vidonda au tunaweza kusema cellulitis au majipu. Vinaweza pia kupelekea kuruhusu bakteria kuingia katika damu kirahisi. Lakini pia bakteria kufikia katika eneo la upasuaji baada ya matibabu au upasuaji, kama vile kuingiza mishipa ya damu, lakini pia upasuaji mdogo wa viungo. Lakini pia matumizi ya vifaa ndani ya mwili, mfano catheter. Lakini pia matumizi ya cannula yanaweza pia kupelekea bakteria kuingia katika mfumo wa damu. Lakini pia mashine ya dialysis au vifaa vingine vya matibabu ambavyo havijasafishwa vizuri, mfano vifaa vya kushonea kama forceps na vitu vingine ambavyo havikuwa katika hali ya usafi, vinaweza vikapelekea bakteria kuingia katika mfumo wa damu. Maambukizi nje ya mwili, mfano vidonda vikubwa visivyo safi au kuumia kwa njia zisizo safi. Lakini pia kuumwa na wanyama au mionzi yenye bakteria inaweza pia kupelekea bakteria. Hali ya kiafya inayoongeza hatari, kwanza ni udhaifu wa kinga, mfano watu wenye HIV au waliopata matibabu ya chemotherapy. Lakini pia magonjwa sugu yanapunguza kinga ya mwili. Umri mkubwa unaongeza pia hatari ya kupata bakteria katika mfumo wa damu. Kinga hushuka, bakteria wanaweza kuenea kwa haraka. Tuangalie dalili za bakteria. Kwanza kuna homa kali na baridi, lakini pia kupungua nguvu na uchovu, lakini pia kupungua au kuongezeka kwa mapigo ya moyo, lakini pia shinikizo la damu kushuka. Lakini pia dalili za maambukizi eneo husika, mfano figo, mapafu na ngozi. Kwa hiyo hizo ni dalili za bakteria kwenye damu. Dalili kubwa ni kupandisha joto, kutapika, muda mwingine inaweza ikatokea tunabadilisha sana joto, tunatapika na pata uchovu mkali. Lakini pia napima shida zingine kama malaria, UTI anakuwa hana. Tunakushauri pia unaweza kufanya kipimo cha total blood count, corporate blood count au full blood picture kuangalia bakteria kwenye damu. Tuangalie vipimo ambavyo vinaweza kubaini bakteria kwenye damu. Kwanza kuna blood culture. Hii ni njia bora zaidi ya kugundua bakteria. Inachukua sampuli ya damu, lakini pia tunasema tunaotesha bakteria. Lakini tunaweza kutambua ni aina gani ya bakteria ambao wapo kwenye mfumo wa damu. Lakini pia kuna full blood picture, complete blood count. Hapa tunaangalia idadi ya leukocyte. Kuongezeka kwa leukocyte kunaashiria maambukizi ya bakteria. Lakini pia kuna C-reactive protein. Kuna kingine vinaweza vikafanyika, kuna liver function test na baadhi ya vipimo ambavyo utashauriwa na daktari. Kuna kidney function test ili
kuangalia athari za maeneo mengine. Sasa tunawezaje kuzuia bakteria kwenye mfumo wa damu? Saizi watu wengi sana wanatupima tunaona na bakteria katika damu. Kwanza ni usafi binafsi wa mazingira, kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji au kutumia antiseptic. Lakini pia matibabu ya mapema ya maambukizi, kutibu haraka maambukizi ya mkojo, ngozi au mapafu, kufanya upasuaji wa vidonda visivyo safi kwa usafi. Lakini pia kuzingatia vifaa vya kimatibabu, kwa mfano mishipa, tunasema vitu vya kupitishia damu kwenye mishipa au maji kwenye mishipa, kwa mfano cannula, catheter, lazima viwe safi ili kuepuka kupeleka maambukizi katika mfumo wa damu. Kinga ya mwili inapaswa kuimarishwa kwa kufanya mazoezi, lishe bora na kuzingatia usafi. Lakini pia muda mwingine tunaweza tukapata chanjo. Bakteria kwenye damu ni hali hatari na ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa. Njia bora ya kuzuia ni kujikinga kwa kuzingatia usafi, matibabu ya haraka ya maambukizi ya bakteria, kwa mfano maambukizi ya mfumo wa upumuaji na maambukizi ya mfumo wa mkojo, yani UTI. Lakini pia kuwa na usafi wakati wa kufanya procedure mbalimbali kama vile sterilization, cannulation, kusafisha vidonda, procedure za upasuaji. Hizi ni procedure ambazo zinaweza zikapelekea bakteria kwenye damu. Sasa zikifanyika katika hali ya usafi, zinaweza zikapunguza hali hii ya bakteria kwenye damu. Dawa za bakteria kwenye damu ni kama ambavyo utaelekezwa na daktari. Dawa zinatolewa kutokana na kiwango cha bakteria kwenye damu. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie siku njema na